Rais wa Marekani Donald Trump amesema vita vinavyoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran viko karibu kumalizika, ingawa havitakwisha ndani ya juma hili. Akizungumza katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari tangu kuanza kwa mapigano, Trump alisema bado hawajapata kile alichokiita ushindi wa kutosha. Wakati huo, mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel yameendelea kulenga maeneo mbalimbali ya Iran. Esther Luambano na maelezo zaidi. Rais Trump amesema vita dhidi ya Iran vinaweza kumalizika hivi karibuni, akidai operesheni hiyo imefanikiwa kwa kiasi kikubwa na iko mbele ya ratiba yao. Akizungumza na kituo cha habari cha CBS News, Trump alisema Iran kwa sasa haina tena jeshi la majini lenye nguvu, mawasiliano yake yameharibiwa na uwezo wake wa anga umedhoofika, huku makombora yao yakibaki machache na yasiyo na mpangilio, na anadhani vita hivyo vimekamilika kwa kiwango kikubwa. Tuko mbele sana ya muda. Kwa kweli hata baada ya mwezi mmoja hatukutegemea kufika hapa tulipo sasa. Tumefanikiwa kuondoa viongozi wao mara 2 na huenda mara 3. Na kama mnavyojua tulitaka kuhusika kikamilifu. Hatutaki rais mwingine ambaye huenda asingekuwa tayari kufanya kile ambacho niko tayari kukifanya kwa sasa kwa ajili ya manufaa ya dunia na taifa letu. Kwa miaka 47 wamekuwa wakifanya mambo haya, miaka 47 ya kuua watu. Hata hivyo, awali ikulu ya The White House ilisema vita hivyo ambavyo sasa vimefikia siku ya 10 vinaweza kuendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja. Kwa upande wake, Islamic Revolutionary Guard Corps ya Iran imepuuza kauli hiyo na kusema wao ndio watakaoamua mwisho wa vita hiyo. Trump alitetea uamuzi wake wa kuingia vitani akidai Iran ilikuwa inapanga kushambulia Marekani, ingawa hakutoa ushahidi wa madai hayo. Wakati huo huo, mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel yameendelea kulenga maeneo mbalimbali ya Iran, huku milipuko mikubwa ikisikika katika mji mkuu Tehran siku ya 11 ya mapigano. Iran nayo imejibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea nchi za Ghuba, ikiwemo Bahrain ambapo mtu mmoja ameripotiwa kufariki. Israel pia imeripoti shambulio jingine na kifo cha mtu mmoja. Trump pia ameikosoa Iran kwa kuendelea kuzuia njia ya bahari ya Strait of Hormuz ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Katika ujumbe wake wa mitandao ya kijamii, alitishia kuongeza mashambulizi makali zaidi dhidi ya Iran iwapo hali hiyo itaendelea. Ni Esther Luambano. Taharuki imelikumba tena eneo la kaskazini mwa Ethiopia miaka 3 tu baada ya vita vya kutisha kati ya majeshi ya serikali ya shirikisho na TPLF kumalizika. Kuongezeka kwa uhasama kati ya Ethiopia na Eritrea kunachochea hofu ya kuzuka kwa mzozo mpya. Sasa ripoti za maandalizi mapya ya kijeshi zinaongeza wasiwasi katika mji mkuu wa Tigray, Mekele. Mwandishi wa BBC idhaa ya Tigrinya Hana Zeratsion amezungumza na wapiganaji wawili wanawake wa zamani wa TPLF kuhusu jinsi wanavyojiandaa na uwezekano wa kurejea kwa vita, na taarifa hii inawasilishwa na Isabela Magudi. Hatujapona hata majeraha yote ya kisaikolojia. Mji wa Mekele kaskazini mwa Ethiopia uko katika hali ya wasiwasi tena. Miaka 3 baada ya kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia, tishio la mapigano mapya limeibuka. Kwa wale wanaojaribu kujenga upya maisha yao, wasiwasi huu unahisiwa ni kama kuamsha maumivu ya makovu ya vita vya zamani. Nilizungumza na wapiganaji wawili wa zamani wa Tigray People Liberation Front TPLF ili kuelewa nini kiko hatarini ikiwa ghasia zitarejea. Tuko katika nyakati za msongo wa mawazo sana. Vijana huko Tigray wanatafuta kila njia ya kutoroka, wakiacha kazi zao, familia zao, biashara na kusahau ndoto zao. Wanatoka Tigray ili waweze kuepuka mzozo huu. Kufuatia mapigano yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati yakihusisha Marekani na Israel dhidi ya Iran, soko la nishati duniani limeingia katika dhoruba kubwa kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta, na huenda hali ikawa tata zaidi. Kwa upande wa Afrika Mashariki, athari hizi si habari mpya kwa watumiaji na wafanyabiashara. Si mara ya kwanza kwa hali hii kuibuka ya bei ya mafuta kupanda kutokana na sababu moja au nyingine. Leo katika Gumzo tunahoji, je, mkakati wa serikali za Afrika Mashariki utakuwa upi huku taharuki ya vita ikizidi kutanda? Kuliangalia hili kwa undani, nimezungumza na Vincent Kimosop, mtaalamu wa uchumi, na Charles Mwijage, waziri wa zamani wa viwanda na biashara, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mafuta kutoka nchini Tanzania. EWURA ana utaratibu wa kutangaza bei mpya ya mafuta kila Jumatano ya kwanza ya mwezi. Kwa hiyo kwa kanuni, kwa mfumo wa uagizaji wa mafuta,
Kwa hiyo haya mafuta yalishaagizwa siku nyingi na mikataba ilishaingiwa. Kwa hiyo kama imeshaingia, tunachokiona sasa sio akihusiana na hiyo. Lakini mimi hiki unachokizungumza, mimi kimsingi sina hofu zaidi na bei, nina hofu zaidi na ukosefu wa mafuta. Kama disruption of supply tokea, that will be the problem. Lakini bei, kama bei itapanda na mafuta yakawepo, tutarekebisha tabia zetu. Bwana Kimosop, umemsikia ndugu Charles Mwijage anasema kwamba yeye hana hofu, lakini wasiwasi wake uko kwenye ikiwa mafuta yatakosekana kabisa. Nakubaliana na yeye ya kwamba cha muhimu zaidi ni kupatikana kwa bidhaa, kwa sababu katika wanaangazia mambo ya uchumi, kuna sheria ya watu kuhitaji kitu na kule kupatikana nacho. Kwa lugha ya Kimombo wasema law of demand and supply. Ukijua kwamba bidhaa inapatikana, bei kama ulikuwa unatumia tuseme lita ama ulikuwa unaitumia kiwango fulani, utayabadilisha matumizi yako kwa sababu yanapatikana. Kwa sababu isipopatikana, kuna uchumi mbadala unatokea ambao ni waitwa uchumi ambao yuko chini ya ama uchumi ambao wa giza. Hiyo sio nzuri katika wale watu ambao wanahusika katika kutathmini na kuleta mpangilio wa sera, kwa sababu wanatumia matumizi, wanatumia takwimu, na isipopatikana kutakuwa na shida. Hali tete ya Iran haionekani kama itaisha hivi karibuni. Vilevile, kutokana na ukosefu wa usalama katika mlango wa Hormuz, makampuni makubwa ya meli yameanza kutoza tozo za dharura za mafuta. Pengine serikali zetu zina nguvu ya kutosha kutoa ruzuku ya mafuta kulinda wananchi wake, ndugu Mwijage? Hatuna uhakika vita itaisharini, lakini sasa utaruzuku mpaka wapi? Kitu ambacho labda naweza kuchangia kidogo kwa mfumo, kwa utaratibu wa sisi wa kuagiza mafuta, ambapo tunawatafuta watu wanaoweza kutuletea mafuta. Sisi hatuendi sokoni kununua kwenye refinery. Tunatumia utaratibu, tunatangaza, wale wanaoweza kuleta wanakuja, wanaweza kuleta haya mafuta. Kwa hiyo watahangaika kutafuta njia nyingine kuliko ile ya Guba. Sasa ukitumia njia nyingine, ndiko mafuta yatakapofika yakiwa na bei juu zaidi. Yaani watakuja na, kama alivyozungumza Eura, watakuja na fleet kubwa, watakuja na premium za kubwa, yani bei kubwa. Kwa kifupi, kwa watu wa kawaida waweze kuelewa, bei kubwa. Na kwa sababu yatatafutwa popote na ugavi utakuwa umepungua, kwa hiyo yatakuja na bei kubwa. Ndio yatakuwa yamemaliza kiu changu, kwamba mimi kiu yangu nataka mafuta yapatikane. Yatapatikana kwa bei gani? Sina tatizo, lakini kwamba serikali itaruzuku ni mchezo wa hatari. Kila tu mimi ningependa kusema kwamba ni nzuri kuhakikisha kwamba zile tume ambazo zimewekwa, kwa mfano nchini Kenya kuna tume inaitwa EPRA, na sheria imewekwa kuhakikisha kwamba wakati kuna shida kama hii, kuna pesa ambayo huwekwa, kwa lugha ya Kimombo inaitwa fuel levy, pesa ambayo inapatikana kutokana na matumizi ya bidhaa ya mafuta, na ni nzuri kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kulindwa kutokana na changamoto kama haya. Kila ambacho tu haieleweki, wao watalindwa kwa muda gani? Kwa sababu hatuelewi hivi vita itachukua muda gani. Unajua, wakati huu tunakaribia karibu, nadhani imepita miaka 3 vita ya Urusi na Ukraine. Angalia hii, wajua kwamba miji haya miwili yanachangia kwa ukubwa katika mambo ya chakula, mambo ya ngano. Waona hii sasa ya Iran na Amerika na Israel, na inafanyika katika sehemu ambayo mafuta ambayo yanatumia kwa wingi dunia yanapita. Pengine unaona huu ni wakati muafaka kutizama upya mkakati wa nishati mbadala, na kwa nini sasa mikakati hii haijafanikiwa kikamilifu kuondoa hali ya utegemezi? Lazima tutafute njia mbadala ya kuhakikisha kwamba tunaweza kujimudu kama Afrika Mashariki, hata bara la Afrika. Ni nzuri ya kwamba tumeanza kugundua tuko na mafuta katika miji kama Tanzania, Uganda, na pia tuweze kuhakikisha kwamba tunafanya biashara sisi wengine moja kwa moja, na pia tuanze kuwazia njia mbadala ya kupata kawi kuliko tu kutazamia
na kutegemea mataifa kama miji ya Ghuba. Ndugu Charles Mwijage, unaona nini kifanyike sasa ili mataifa ya Afrika, hasa huku kwetu Afrika Mashariki, kuweza kumudu na kujihimili katika kipindi kama hiki? Kwa Tanzania ninavyofahamu, mimi nimetumika kwenye shughuli hii unayozungumza nikiwa operator wa mafuta mpaka kuwa international trader kwa kampuni za kimataifa. Nalijua mambo yote yanayopaswa kufanyika yalishaamuliwa, yako kwenye makaratasi yote yalishaamuliwa. Utekelezaji, matumizi ya gesi asilia ambayo yatapunguza kutumia gesi zaidi ilishazungumzwa, magari yote kupata gesi, lakini imeshashauriwa kwamba tuwekeze nguvu sana la kutafuta mafuta. Sasa hivi kumeanza juhudi kidogo za kuchimba, lakini wale waliochimba visima vingi ndo waliopata. Yote hayo yalishazungumzwa. Kwa hiyo alafu kutengeneza trading hub mnachozungumza, mimi nashindwa hata kuzungumza, kwa sababu ukisema uhifadhi mafuta, utahifadhi mafuta kiasi gani? Tunatumia mafuta kiasi gani? Utakayehifadhi kwa siku ngapi? Tulishazungumza kuwa na trading hub, kwamba kuwaruhusu wale wenye mafuta mengi duniani yanayoelea yaje yawekwe Tanzania kutokana na location advantage. Yalishaandikwa hayo. Soma ilani ya CCM ya mwaka 2015 imeandikwa pale kwenye documents zote za serikali, yapo, yalishatangazwa yale. Kwa hiyo njia zote zilishazungumzwa. Kwa hiyo basi siku Mwenyezi Mungu akipenda yatekelezwe, lakini kila kitu kipo kinajulikana. Kwako Kimosop, kwa nini haya yatekelezeki na nini kifanyike? Nitakubaliana naye kwamba tuhakikisha kwamba tunaondoka katika na tunatekeleza, kwa sababu kweli tuna mipango mizuri, tuna nafasi ya kuweza kuunganisha na kuzidisha biashara kati yetu. Angalia kwa mfano nchi ya Sudan Kusini, wao ni wako na mafuta, lakini mafuta hii haitumii nchi ya jirani kama Kenya, kwa sababu hatuna miundo msingi ya kuhakikisha kwamba tunaweza kutegemea nafasi kama hii ambayo yako katika kwa jirani wetu. So nikiangalia pia nafasi ya kutafuta kawi mbadala, waona wakati huu tunaanza kuangalia mambo ya kutumia magari zinazotumia stima, sio kutegemea mafuta. Kila changamoto, dadangu, inatoa nafasi nzuri kwa mawazo mbadala, mpango mbadala ambayo yapeleka jamii kutoka hatua ya kwanza hadi nyingine. Maendeleo mengi dunia hii yametokana na watu kupitia katika changamoto. Sasa tusilalamike tu peke yake, lakini tujiulize ni yapi tunaweza fanya kuhakikisha kwamba tuna siku bora zaidi katika siku za usoni, sio tu katika mambo ya utawala, hata katika kujimudu katika mambo ya kawi.